Moja kwa moja bila kupoteza wakati, ni wewe sasa mwenyewe kuchukua nafasi yako kujua kwamba ni njia gani umefuata na katika maisha hii ambayo tuko ndani, ni kazi gani ambayo unataka kufanya, na katika maisha yako nani amebeba maisha yako. Ni wewe mwenyewe sasa kujiita kwa mkutano, uangalie ni nani atakaye kuwa rafiki yako wa karibu asiyebadilika kama si Yesu Kristo. Na wewe mwenyewe katika hiyo worship ambayo imepita, wewe mwenyewe ujiite kama mkutano, ujiulize hii 2026 unataka kutembea katika njia gani? Mwenyewe utakubali kuwa mkamilifu kwa macho ya Mwenyezi Mungu. Mwenyewe utafanya mambo yako ukijua kwamba unajifanyia wewe mwenyewe. Sasa ni wewe mwenyewe kwanza kujiuliza maswali ya kwamba hii mwaka 2026 is a great grace year. Sasa wewe mwenyewe jiulize maswali, ni barabara gani unaenda kufuata? Na wewe utajiamini ya kwamba wewe ni mkamilifu kwa macho ya Bwana, uanze kumuuliza Mungu akuchunguze, akuangalie njia zako jinsi unavyotembea. Ama utataka kujificha ndani ya wokovu kwa ajili ya kuonyesha watu wengine ya kwamba umeokoka, lakini ndani ya roho yako umejawa na chuki, ndani ya roho yako umejaa wivu, ndani ya roho yako umejaa vitina, ndani ya roho yako uko na ile roho ya kutotaka wenzako wafanikiwe, ndani ya roho yako unafurahia watu wakiwa wagonjwa, ndani ya roho yako unafurahia watu wengine wasipookoka. Ni wewe mwenyewe kwanza kujiuliza maswali na kuambia Mungu na kuhitaji katika maishani mwako, na kuambia Mungu saa hii sasa nimeamua 2026 nataka kukua mkamilifu machoni mwako. Ni wewe mwenyewe kutafuta barabara gani utakayofuata, sababu maisha ya saa hii bila Yesu unajua saa ingine napofika mahali ni najipata na kuhubiri injili, waga nasikia vizuri sana, sababu ilikuwa masaa kama saa hii niko kwenye klabu, nimekaa nimechukua Guinness Tusker na kunywa, lakini kwa neema ya Mwenyezi Mungu saa hii mimi ndio nahubiri injili. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Nakutakia hata wewe ambaye nilikuacha kule ndani, wewe ambaye nilikuacha kule ndani ya ulevi, wewe ambaye ulikuwa rafiki yangu na unanitazama, wewe ambaye umejaa magonjwa yamekuandama, ulevi imekushika itaki kuachilia, usingojee kukuja kuambiwa acha. Mwenyewe amua na kuita jina Yesu. Ita jina Yesu. Ambia Yesu, ulisulubisha kwenye msalaba kwa sababu ya dhambi zetu, na kukunywa pombe ni dhambi, na kataa. Unapoita jina Yesu, ukikataa Yesu atakuachilia. Sikiliza. Weka nikasomea kitabu cha Zaburi 26. Tutasoma na 27. Leo sina mengi, bali neema ya Mungu inafanya tukiwa mahali hapa. Sikia tu venye sasa mimi naambia Bwana wangu, mimi si wewe. Sasa wewe ukisikiliza ikuingie pia, wewe ufungua kitabu cha Zaburi 26, soma hapo. Hiyo ni nafasi. Unajua mimi saa nyingine watu wengine mnachangazaga sana. Wewe unaomba kila siku, kila mara ukirukaruka, ukichezekezea Mungu, unasema kwamba unataka kumuona Mungu. Unataka kupiga na Mungu wako story. Nakwambia utakaa kwa nyumba yako kuanzia asubuhi mpaka jioni, ukingoja Mungu akuje mpige na yeye story, au utakuona. Hiyo masaa unataka kupiga na Mungu wako story, take your Bible and start to read. As the time you read the Bible, that's the time you're talking with your God. Hiyo masaa ambao unasoma Biblia, hiyo ndio masaa unaongea na Mungu wako. Hiyo masaa unasikia kitu kinakwambia katika masikio yako ya kwamba chukua Biblia, soma. Usipoteza hata wakati. Na kuna sauti zinakutaka sometimes hata tukilala. Umelala, unasikia sauti inakwambia, Musa, amka uombe. Please, my friend, don't delay. Amka hiyo wakati, funga tawe. Piga magoti katika ile nafasi yako kuomba. Anza kuongea na Mungu. Huyo ni Mungu anakuanga kupigia kengele. Anataka uzungumze na yeye. Wewe unataka kumuona Mungu, chukua Biblia, soma. Hiyo verse ambayo utakuwa umefungua, hapo sasa ndio unapiga na Mungu wako story. Hapo sasa utajua kwamba maisha yako inafanya nini, inaelekea wapi. Kwa hiyo tunising kitabu cha Zaburi 26 nasema kwamba Bwana unihukumu. Unasikia kwamba unasikia sasa mtu mwingine akisema unihukumu anashtuka. Ataki kuhukumiwa sababu anajua yeye afanye mambo mazuri.
Kuna yale maneno ambayo anafanya kisirisiri yasiyompendeza Mungu wako. Lakini sikia kwenye kitabu kinatuambia. Sikia jamani. Nani? Haya, Bwana, unihukumu mimi. Nimesema kwa wewe, nimesema jirani. Bwana, unihukumu mimi. Maana nimekwenda kwa ukamilifu wangu. Bwana, unihukumu mimi. Maana nimekwenda katika ukamilifu wangu. Nani? Mimi. Sijasema ule mwingine, sijasema ndugu yangu, sijasema mke wangu, sijasema mtoto wangu, sijasema mama wala baba wala rafiki. Nani? Sikieni, nijua zingine sometimes someni kwa kusikia, msisome tu kwa sauti. Bwana, unihukumu mimi, maana nimekwenda kwa ukamilifu wangu. Nami. Unasikia? Nami. Unajua kuna mtu mwingine hata ufundike na kiboka asikiani. Nimesema mimi, kwanza unihukumu mimi. Alafu nikasema nami. Nimeita jina ya mtu wa jamani. Nimesema nami. Tangulize wewe mwenyewe. Nami. Nami. Nimemtumaini. Nami nimemtumaini Bwana. Nimemtumaini Bwana bila wasiwasi. Unasikia? Nimemtumaini Bwana wangu bila wasiwasi. Nikiwa na Bwana wangu sina wasiwasi. Najua popote ambapo kumetegwa mitego za shetani, ninapofika pale ninakanyaga na nguvu za Bwana. Mguu yangu kuinuka kutembea ni katika nguvu za Bwana. Mkono yangu kuinuka ni nguvu za Bwana. Macho yangu kutazama ni nguvu za Bwana. Mawazo yangu kuwaza ni nguvu za Bwana. Kuona siku ya leo ni nguvu za Bwana. Unanisikia wewe? Wewe unanisikia? Wewe kaa tu hapo watu. Mara sasa usio umetajirika. Mara sasa umamkiaka ka jackpot, umepata pesa. Ati mara umejenga plot. Mara sijui umefanya nini. Sasa umesahau hiyo mali ambayo uko nayo ni ya Bwana. Wewe, you are in danger. There's a danger somewhere. Kuna danger. Jiite kama mkutano. Wewe tu naongea na wewe. Umesikia? Bila pesa, bila mambo ya dunia hii, bila magari, bila maplot, bila kukua kiongozi dunia hii, bila hata kuwa mchungaji, lakini unasikia kwamba nikiwa na Bwana jambo ni lile kuomba, jambo ni lile Baba nikiwa na Bwana sina wasiwasi. WASI, sina wasiwasi. Sina wasiwasi. Bwana, unijaribu na kunipima. Kubali Bwana kujaribu na kukupima. Sababu sasa wewe si umejikaa chini ukajita kama mkutano ukajitambua kwamba uko sawa. Lakini sasa kwa nafasi nyingine kubali Bwana akupime kuona kwamba kweli hiyo wokovu ambao unatembea nao uko sawa. Uko sahihi ama usinisafishe mtima wangu na moyo wangu. Usinisafishe mtima wangu na moyo wangu. Unasikia? Maana fadhili zako zi mbele ya macho yangu. Fadhili zako. Nani? Bwana. Fadhili zako ziko mbele ya macho yako. Nasema mimi sasa hivi nimenikapa. Wacha niwaambie. Sasa hivi nimenikapa naongea na Mungu. As the time I read the Bible, you know, sasa naongea na Mungu. Sasa napiga na Mungu story. Ninajiandalia njia ya kwenda mbinguni. Rapture ikikuja nimetenda mema. Rapture ikikuja nimetembea barabara ya kwenda mbinguni.
nahitaji Yesu. Ninapigana Yesu stori, najua ya kwamba nitaenda mbinguni. Na picha inapokuja inajipata niko tayari. Niko tayari Yesu, niko tayari kuja. Niko tayari Mungu kutembea na wewe. Na picha inapokuja niko tayari Yesu. Niko tayari Baba kwenda mbinguni. Mimi Mungu mimi, nipime maisha yangu. Pime madhambi, oh Baba, niko tayari Mungu. Niko tayari ukanipime. Oh, mambo ya kofu jamani. Oh mamu, si allowed. Maana fadhili zako zi mbele ya macho yangu. Nami nimekwenda katika kweli yako. Ati wewe unaimba hapa, ati labda inapokuja utaenda na Mungu. Wewe umeshagundua ukweli mambo yako iko, lakini wewe sangine wewe sangine wewe sikia, nami nimekwenda katika kweli yako. Mimi nimekwenda katika njia za kweli zinazompendeza Mwenyezi Mungu. Imba tu watu labda inapokuja tena na Mungu. Wapi utaenda Mungu? Unafanya kweli, unafanya ile mambo ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu. Wewe nani shauri yako? Haya, sikuketi pamoja na watu wa ubatili. Sikuketi, unanisikia? Sikuketi pamoja na watu wa ubatili, wala sitaingia mnamo wanafiki. Hii ni mambo mimi naongea, ni Mungu anaongea. Unajua wewe unanitazama unadhani mimi ndo Mungu ndiye anaongea, is not me. So fuata kile ambacho nasoma kwa Biblia, si kile ambacho nimetamka na mdomo wangu na akiko ndani ya Biblia. Wewe shauri yako. Haya, sikia tu hapo. Bora sasa tuachie hapo. Hiyo ilikuwa Zaburi 26. Tukasoma mpaka 5. Kuanzia mwanzo hadi 5 Zaburi. Jisomee mwenyewe Zaburi 26. Sikia sasa. Wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe sasa uko katika ndani ya wokovu. Wewe kweli umejiita kama mkutano, unatembea ruka unasema, kweli mimi nimeokoka, mimi sasa ni kila kitu, ati mimi naweza fanya kila kitu mimi mwenyewe. Wewe ndiyo umeokoka, unampenda Mungu. Ndiyo umeokoka, unampenda Mungu. Yes, sijakataa. Umeshajiita kama mkutano, umepata kwamba wewe ni mkamilifu, unatembea katika njia za kweli. Sijakataa. Lakini wewe katika hiyo wokovu wako unajua kwamba hiyo maisha si hiyo maisha ambayo uko ndani ya wokovu wako, hiyo si wewe ambao umebeba. Bwana ndiye amebeba maisha yako. Bwana ndiye amebeba wokovu wako. Unajua hiyo masaa unajificha ukifanya kitu mbaya. Unajua Ngosa kuoni, Kevin akuoni, Shara kuoni, Feya kuoni, lakini acha nikuja nikwambie, there's someone else, there's someone somewhere. Hata ufunge mlango, uingie kwa shimo. Unasikia? Kuna mtu mwenye anakutazama. Mwenye wewe huwezi jua. Jinsi nilivyojifungia ndani ya nyumba hivi. Siko peke yangu. There's someone ananiona ambaye ni Mungu. God is watching. Sasa unafanya mambo yasiyompendeza Mwenyezi Mungu. Sasa unaabudu fedha zako, unaabudu magari zako, unaabudu maploti zako, unaabudu watoto wako wenye wameenda ng'ambo, unaabudu mambo ya dunia hii. God is watching. You have forgotten that Mungu ndiye amebeba maisha yako. Sikia 27, Zaburi 27. Sikia, sini unajua jambo ni lile kuomba, jambo ni lile baba kuomba kwa Yesu. Sikia Zaburi 27. Bwana ni nuru yangu. Bwana ni nuru yangu, wokovu wangu. Si nimesema sahi. Mimi ndo nimesema.
Si ni Mungu? Bwana ni nuru wangu, Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Nimuogope nani? Nani?